Oh yes, ebane, kwa ushirikiano wa Search Media na Top Media kwa YouTube unazipata hizi show kwa asilimia kubwa. Unaweza kujiuliza hapa niko wapi, usipate tabu, nitakujuza. Hapa niko maeneo fulani hivi unapita Banana, Gongo la Mboto, Dar es Salaam, Tanzania. Na hapa tupo na washikaji hapa, ni maeneo fulani hivi ni stand daladala kama unavyoona, lakini pia ni stand ya bodaboda. Kuna washikaji hapo ni wadau wa soka. Tutapiga nao story kutokana na vile ambavyo vinaendelea katika mpira wa Tanzania kwa sasa hivi. Yanga na Simba namna ambavyo wanakimbizana katika ubingwa, katika mbio za ubingwa, lakini pia GSM na Young Africa tayari wameingia mkataba wa kujenga uwanja katika eneo la Jangwani. So story moja tutahusika hapa na washikaji. Naye mshikaji huyu hapa tutashare. Bana, mambo vipi? Bwana fresh sana. Bana, tuanzie hapa. GSM na Young Africa wameingia mkataba asilimia 50 kwa 50. 50 wanachama kwa maana Young Africa, lakini pia mwekezaji asilimia 50 kwa maana ya kujenga uwanja pale Jangwani. Ili swala wewe unalizungumziaje kama mdau wa soka? Hilo ni jambo zuri kwa klabu kama ile, kwa sababu ukiwa ukiangalia ni klabu ambayo hapa Tanzania ni kongwe. Sio tangu mwaka 1935. Alafu uwanja wenyewe ulikuwa hamna. Na kwa ina maana kama sasa hivi mwekezaji mwenyewe kaamua kufanya hilo jambo la kuwekeza kwenye uwanja, jambo zuri, litatusaidia. Itasaidia sana klabu au kufika mbali yeye. Na wana Yanga mkipata uwanja sasa hivi mtajiona ni klabu ya aina gani ni Tanzania na Afrika kwa ujumla? Itakuwa ni klabu kubwa kwa sababu ndio itakuwa, yani kwa Tanzania hapa kwanza ni klabu kubwa. Maana kwa hiyo itazidi kuongezeka ukubwa zaidi na zaidi. Afrika Mashariki hapa na kati utakuwa hamna uwanja kama huo mkubwa. Sisi ndio utakuwa wa kwanza namba moja, au sio? Unadhani miaka mingi Yanga Afrika kukosa kiwanja mpaka leo wanafanya haya. Unadhani kikwazo ulikuwa ni nini mpaka wanakosa kiwanja? Kwenye kikwazo siwezi kujua. Nadhani labda viongozi wenyewe watakuwa wanafahamu, kwa sababu sana sana sio wanatumika uwanja wa Mkapa. Na kwa zile za chini chini wanasema kwamba uwanja unatakiwa utumike wa Mkapa kwa sababu unaingiza mashabiki wengi na vile vile serikali inapata mapato. Kwa ndio maana ilikuwa kidogo kwa kama na kauzibe fulani. Kwa hizo propaganda kibao. GSM unamwona ni mwekezaji wa aina gani kwa hicho ambacho anakifanya katika klabu ya Yanga kuwapatia uwanja baada ya miaka mingi kukosa? Kuna mtem kama mwekezaji wa aina gani Tanzania? Cha kwanza kwa sababu yule ni kwa sababu kwanza ukiwa kiongozi kama vile unataka kwanza upende kitu ambacho unachokifanya. Kwa sababu kuna mwingine anaweza akaja mwekezaji akawekeza lakini akawa mapenzi na mpira anakuwa hana. Umeshaelewa? Sasa kwa yule bana na mapenzi kwanza na mpira au vile vile anaipenda ile klabu. Unaona, kwa ndio maana akajitoa kama vile kuwekeza ili timu iweze kufika mbali zaidi na zaidi. Au sio? Bana, unaitwa nani? Mimi naitwa Kismart. Kismart. Aina noma bana, Kismart. Yes, bana, Kismart kamaliza kama hivyo katika mchongo ambao unaendelea sasa hivi kwa social media. Ni Yanga na uwanja Jangwani ndio issue ambayo ni trend sasa hivi, au sio? That's why tuko hapa kupiga story na washikaji kujua namna gani ambavyo wanaongelea swala hili la Yanga kupata uwanja. Timu ambazo zimekuwa miaka mingi sana katika nchi ya Tanzania bila viwanja. Leo wako huku, kesho wako huku. Sasa nadhani wameamua kufanya kweli. Tuendelee kupiga story hapa. Mambo ni aje? Bwana, kama utakuwa hujasikia na kujuza leo kwamba utambue Young Africa sasa hivi katika mchakato sahihi wa kujenga uwanja Jangwani na mkataba tayari umeshasaini. GSM asilimia 50 kwa maana mwekezaji, lakini pia Young Africa asilimia 50. Hili swala wewe unalichukuliaje baada ya miaka mingi kukosa viwanja? Simba especially Simba na Yanga especially Yanga. Ila mimi hapa sasa nilikuwa sijafuatilia sana, sijajua. Hujaelewa au sio? Lakini wanakujuza sasa, wewe unachukuliaje swala hili? Yanga washapata wanajenga uwanja. Unachukuliaje? Inakuwa ni vizuri zaidi. Vizuri au sio? Wewe ni mshabiki wa timu gani? Simba. Mshabiki wa Simba. Ndio maana umekuwa mzito kujibu. Oh yes, bado tupo Banana, eneo ambalo kuna watu wengi sana ambao wanafanya biashara zao, au sio? Bilo liko hapa naifanya hii katika ubora. Nitapiga story na brother. Ibana, mambo vipi brother? Nadhani mchongo umeuelewa. Young Africa wanajenga uwanja. Muda sio mrefu kutoka sasa uwanja utaanza kujengwa pale Jangwani. Tayari michakato imeshakaa sawa, umeshasaini mkataba. Swala hili wewe unalichukuliaje baada ya muda mrefu Yanga kukosa kiwanja? Kawaida tu, ni kawaida. Kawaida brother, wakati hatua kubwa hiyo Ni kawaida. Yaani jambo analifanya kwa kubwa, lakini jambo la kawaida kwa klabu kama ile pale yenye miaka zaidi ya 90. Ni jambo la kawaida sana. Sijakuelewa. Yaani Yanga Afrika kujenga kiwanja kawaida vipi brother? Si hatua? Ni kawaida mno. Ni hatua ya kawaida kwa klabu kubwa kama ile pale. Kwa hiyo wasilifanye likawa kubwa. Sasa kama nakuelewa, yaani kwa ukubwa wa Yanga kupata kiwanja ni issue ya kawaida. Issue ya kawaida mno. Lakini kutokana kwamba kuna muda mrefu haujapata kiwanja, kwa lazima hiyo kama sherehe hivi. Ya sherehe ni kutokuwa na kitu, lakini kama wangekuwa na maono ya kwamba walitakiwa wawe nacho kabla, wasingefanya sherehe. Au sio? Wewe ni mshabiki wa timu gani? Simba. Bale, haina noma. Baba T Bilo naifanya hii katika ubora wa hali ya juu kupitia Instagram, TikTok, Facebook as well. Huko unaweza kupata show hizi na ukaenjoy ambazo si ufanya.
kupitia Search Media One kwa YouTube, Top Media kwa YouTube. Una nafasi ya kusubscribe ujiweke katika vijana ambao wanapata habari mapema. Bado niko hapa maeneo fulani ya Banana.